Uwanja wanafeli kwenye mambo mawili makubwa. Cha kwanza, commitment ya wachezaji iko chini sana. Hilo ni tatizo la kwanza ambalo linawafelisha Simba ndani ya uwanja. Kwa maana ndani ya uwanja tunazungumza ushindani, namna ambavyo wachezaji wanapambana kwa ajili ya timu. Sasa kwa upande wa Simba, wachezaji wake hapo committed na kuitetea klabu ya Simba ndani ya uwanja. Ndio maana unaona wanapata shida sana hata kwenye hizi mechi ambazo wana uwezo wa kushinda bado wanapata shida. Angalia mechi hizi ambazo wamecheza hivi karibuni, angalia mechi dhidi ya Petro Atletico, mechi dhidi ya Stade Malien, mechi dhidi ya Azam FC. Commitment yao ndio ambayo imewaangusha. Wamepata nafasi nyingi lakini wameshindwa kuzitumia vizuri. Kwenye mpira ukishakuwa committed vizuri na matukio yote uwanjani, ni rahisi kushinda kwa sababu concentration yako inakuwa kubwa. Lakini usipokuwa committed vizuri, concentration yako inakuwa ndogo kwenye matukio fulani, na ndio maana wakati mwingine kwenye tukio ambalo unatakiwa upige pasi au ufunge unashindwa kufunga. Lakini concentration ikiwa kubwa ni rahisi kufunga. Kwa hiyo shida ya Simba ya kwanza kwa wachezaji ni ile commitment. Commitment yao ni ndogo sana ndani ya uwanja. Ndio maana wanapata sana shida kupata matokeo. Lakini pia shida nyingine ni benchi la ufundi. Simba wamekuwa na makocha watatu, makocha wanne ndani ya kipindi kifupi sana. Yani tutasema kuanzia mwezi wa ligi imeanza mwezi wa 8, mwezi wa 9. Tangu mwezi wa 9 mpaka sasa hivi Simba imefundishwa na makocha wanne. Maana yake ameanza Fadlu Davids, akaja Hemed Suleiman Morocco. Hata kama mechi moja ni kocha huyo. Ndio Nesi kazungumza na wachezaji, alikuwa na wiki nzima na wachezaji. Akaja Hemed Suleiman Morocco, akaja Meneja Pantev na Matola mwenyewe.